Msikilizaji, hujambo? Karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Msimulizi wako ni mimi, Fatia Abedi. Bado tupo na kitabu cha Alf Leila u Leila. Kabla ya kuendelea, kama kawaida yetu, nitarudia kidogo sehemu iliyopita. Saidi yangu, akaendelea yule waziri mkuu, ninajaribu kukufunulia ukweli wa madhumuni ya Doban mganga. Mfalme kusikia jina la Doban mganga akashtuka, akauliza tena, Doban mganga kafanya nini? Akajibu waziri mkuu kwa mkazo, wewe bado hujatambua kuwa ni adui yako mkubwa. Adui yangu? Doban mganga? La hasha lillah, akasema mfalme Yunani kwa mshangao mkubwa. Je, umesahau kuwa ni yeye ndiye aliyenitibu ule ugonjwa mbaya niliokuwa nao na ulionitesa miaka mingi na uliowashinda waganga wote? Hayo yasemayo siamini aslan. Sitamsikiliza yoyote, si wewe wala si mwingine, juu ya Doban mganga, ila nitamlipa dinari 1000 za dhahabu kila mwezi kama ndiyo ujira wake kwa kuniuguza. Sidhani kama kuna mtu mwema kama yeye. Toka mashariki hadi magharibi, kaskazini hadi kusini, kwa yakini Doban mganga ni mfadhili wangu na mfadhili wa wengine wengi. Kama amedhamiria kuniangamiza, mbona amenitibu? Basi acha kusema maovu juu ya sahibu yangu. Najua wamonea wivu, lakini usidhani kuwa utaweza kunishawishi na kunigeuza nia yangu juu ya mfadhili wangu. Kwani nikifuata ushauri wako nitakuwa kama mfalme Sinbad aliyefuata ushauri wa waziri wake mkuu, akamuua bure kasuku wake. Maneno hayo yalimchoma sana waziri mkuu. Akauliza bila kufichua yale yaliyokuwa moyoni mwake, Saidi yangu, naomba msamaha kwa kukuuliza, huo ni mkasa gani uliompata kasuku? Waziri mkuu huyo alimwambia mfalme Sinbad asiamini kila ambiwalo. Akajibu mfalme Yunani, halafu akamtolea kisa cha kasuku. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alf Leila u Leila. Kisa cha mtu na kasuku. Hapo kale paliondokea mtu mmoja mwenye wivu sana, aliyekuwa na mke mzuri, japokuwa hakupenda kutengana na mkewe. Siku moja akalazimika kusafiri. Basi kabla hajaondoka, akaenda sokoni kunakouzwa kila namna ya ndege. Akamnunua kasuku mmoja ajuaye kusema, akamleta kwake ili wakati akiwa safarini kasuku apate kumwangalia mkewe, kwani yule kasuku aliweza kufichua yote yaliyotendeka mbele yake. Alipompeleka kwake, yule mtu akamwambia mkewe amweke kasuku wake katika chumba chao cha kulala, akisisitiza amtunze vizuri kasuku huyo. Aliporejea safarini, yule mtu akamchukua faragha yule kasuku, akamuuliza yote yaliyotokea mle chumbani mwao wakati alipokuwa safarini. Kasuku akamweleza kinaga ubaga yote yaliyotendeka mle, toka mwanzo mpaka mwisho, mambo ambayo alimghadhibisha sana yule mtu, mpaka akamwendea mkewe, akamkaripia, akampiga. Mke akadhani bila shaka ni mmoja wa wajakazi wake ndiye alifichua siri zake, lakini wote wakaapa kwa kushika msahafu kuwa si wao, ila yule kasuku aliyomo mle chumbani mwao ndiye alifichua siri yake. Basi yule mwanamke akafanya mpango wa kujilipiza kisasi. Siku moja wakati mume aliposafiri tena, mke akamwamuru mmoja wa wajakazi wake usiku alifunike turubali lile tundu la kasuku.
kisha aweke chini yake jiwe la kusagia nafaka, anze kuligonga-gonga lile kama radi. Na mjakazi wa pili akamwamuru anyunyize maji juu ya lile turubali. Na watatu atwae kioo akitembeze huko na huko mbele ya lile tundu, kipate kumeremeta kwa nuru ya mshumaa uliokuwa ukiwaka mle chumbani. Ikawa wafanya hivyo mpaka kulipopambazuka. Mume aliporejea, akamchukua tena kasuku wake faragha, akamuuliza yote yaliyotokea mle chumbani. Kasuku akamjibu, "Oh, bwana wangu mwema, samahani sana. Siwezi kukuambia lolote juu ya mkeo kwa sababu ya giza totoro lilotanda jana usiku, na umeme, radi na mvua nyingi ilinyesha iliyonifanya nisipate usingizi usiku kucha mpaka kulipokucha." Kwa kuwa ulikuwa ni wakati wa kiangazi, yule mume akapandwa na hasira, akasema, "Huu si wakati wa mvua. Imekuwaje wewe ukashuhudia hayo unayosema?" Yule kasuku akaapa kuwa kweli usiku ule mvua kubwa ilinyesha iliyofuatana na umeme na radi. Kwa kuwa usiku ule kwa hakika haikunyesha, yule mume akathibitisha kuwa kasuku kasema uongo. Ndipo aliposadikisha kuwa hata siku ile alipokaribia na kumpiga mkewe, kasuku hakusema kweli. Basi kwa ajili ya hasira aliyokuwa nayo, akamtoa kasuku tunduni, akamshika shingo, akambwaga chini kwa ghadhabu, akamuua pale pale. Majuto ni mjukuu. Baada ya kumuua yule kasuku, yule mtu akasikia kwa majirani kuwa yule kasuku alisema kweli, kwani kila mume aliposafiri, mkewe alikuwa na tabia ya kuingiza wanaume mle nyumbani. Yule mtu akajikuta akisikitika sana kumuua kasuku wake. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela u Lela. Basi yule mzee mvuvi akamwambia yule jini. Basi mfalme Yunani alipomaliza kumhadithia yule waziri mkuu kile kisa cha kasuku, akamgeukia akamwambia, "Kwa hiyo sitakusikiliza hata kidogo, nisije nami nikajuta baadaye. Nitamsheheneza Doban mganga zawadi za tunu na heshima. Sitaki kumwadhibu hata kidogo mtu asiye na hatia kama waadhibiwayo wengi wasio na hatia." Hapo kale mfano mzuri ni kisa cha Mahmud mwana Sanaa. Hapo mfalme akamsimulia tena waziri mkuu kisa cha Mahmud. Hapo kale paliondokea mwana sanaa mmoja mchora picha hodari, ambaye siku moja wakati alipokuwa kwa rafiki yake mmoja, aliona picha ya msichana mmoja mzuri aliyemvutia sana. Alipouliza habari zake, akaambiwa na rafiki yake kuwa hakuna ajuai yule msichana aliko. Basi akakata shauri kwenda kumsaka kote mpaka mpate. Alipouliza habari zake, akaambiwa na rafiki yake kuwa hakuna ajuai yule msichana aliko. Basi akakata shauri kwenda kumsaka kote mpaka mpate. Baada ya kumtafuta sana, siku moja akaambiwa kuwa huyo msichana ampendaye na amtafutaye ni mghani mashuhuri wa waziri mkuu wa bara Hindi. Basi bila kuchelewa, Mahmud ndilo lililokuwa jina la yule mwana sanaa mchora picha, akafunga safari kwenda bara Hindi kumsaka yule msichana. Alipowasili katika mji mkuu, akapanga chumba kimoja katika nyumba ya mfanyabiashara mmoja, ambaye baada ya kumuuliza mengi juu ya ule mji, akaarifiwa kwa sultani wa mji ule aliwachukia sana wachawi, na kwamba kila alipokamatwa mmoja alimwadhibu vikali. Mahmud akaarifiwa pia kwa yule msichana aliyekuwa kimsaka ni mjakazi kipenzi wa waziri mkuu. Basi baada ya kununua zana zinazotumiwa na wezi stadi, siku moja usiku wa manane, Mahmud akatoka mle alikopanga,
akaelekea kwenye kasri la waziri mkuu. Alipofika huko akalipanda taratibu kwa msaada wa kamba aliyokuwa nayo mpaka kwenye paa la kasri hilo, ambako baada ya kuchungulia ndani aliona kwa mbali mwangaza ukitokea katika chumba kimoja. Mahmud akashuka mle polepole mpaka ndani, akakinyemelea kile chumba kulikotokea ule mwangaza. Alipoingia ndani akamwona msichana mmoja mzuri aliyenawiri mithili ya jua la adhuhuri, amelala kwenye kitanda kimoja kizuri kilichotengenezwa kwa pembe za ndovu na kilichonakshiwa kwa dhahabu na vito vya tunu. Karibu na kile kitanda palikuwa na taa iliyomwangaza uso yule msichana. Alipokaribia, Mahmud akatambua kuwa ni yule msichana aliyekuwa akimtafuta. Basi hakumwamsha, ila alitoa jambia lake ubindoni mwake, akamtia yule msichana kijeraha kidogo mkononi. Msichana akagutuka kwa maumivu, akaamka, na alipoona kasimamiwa na mgeni mwenye jambia wazi mkononi, akadhania ni mwizi aliyemwingilia kwa madhumuni ya kumdhuru. Yule msichana akaanza kulia akimsihi asimdhuru, amsalimishe, na kama ni mali tu ndio iliyomleta mle na aliyokuwa akiitafuta, basi achukue kijaluba cha vitu vya tunu kilichokuwepo pale mezani. Mahmud akakichukua kile kijaluba, akatoka haraka mle chumbani, akatoweka bila kuonekana na mtu. Asubuhi ya pili, Mahmud akajigeuza walii kwa kuvaa nguo za kiwalii. Akakitia kile kijaluba ndani ya joho lake, akaelekea kwa sultani. Oh, mtawala wa Mungu, akaanza Mahmud alipofikishwa mbele ya sultani. Mimi ni mtawa wa Mungu niliyetoka Khorasan, ambaye baada ya kusikia sifa za wema wako na uzuri wa jiji lako, nikakata shauri kuja kuishi katika milki yako. Walakini jioni nilipowasili kwenye lango la jiji, kwa bahati mbaya nikalikuta limeshafungwa. Ikanibidi nilale nje ya jiji mpaka kutakapokucha. Usiku wa manane, wakati nilipokuwa nimelala, mara nikaamshwa na hatua zilizonijia. Nilipogutuka na kutazama, nikaona wanawake 4. Mmoja kampanda fisi, wa pili kampanda beberu mkubwa, wa tatu kampanda mbwa jike, na wa 4 kampanda chui. Mara ile ile nikatambua kuwa bila shaka hawa ni wachawi wa usiku. Wale wachawi waliponiona wakanishambulia kwa mateke na kwa kunipiga mkia wa bweha ulionitia maumivu makali sana mwilini. Hapo nikaomba dua kwa Mwenyezi Mungu, nikamjeruhi mkononi mmoja wao, nikatoa jambia nililokuwa nalo kibindoni, nikamjeruhi mkononi mmoja wao, ambaye baada ya kumjeruhi alikiangusha kijaluba hiki alichokuwa nacho. Kwa kuwa mimi ni mtawa wa Mungu nisiyehitaji vitu vya tunu vya ulimwengu huu, nimeona ni kheri nikilete kwako, ewe sultani mtukufu. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela u Lela. Baada ya kutamka maneno hayo, Mahmud akamkabidhi sultani kile kijaluba cha vitu vya tunu, kisha akaenda zake. Sultani alipokitazama akakitambua kuwa ni kijaluba alichompa waziri mkuu zawadi siku chache tu zilizopita, na waziri wake akamtunukia mjakazi wake. Na alipoona sasa kimeletwa na yule walii, akathibitisha yale aliyoyasema yule walii kuwa ni ya kweli. Basi mara ile ile sultani akatoa amri yule msichana aletwe upesi. Alipofikishwa mbele yake, msichana akawa hana la kusema. Pale pale akatuhumiwa kuwa ni mchawi, na kama ilivyokuwa desturi ya sultani, maskini yule msichana akahukumiwa adhabu ya kifungo cha maisha pangoni bila chakula mpaka kufa kwake, kama waadhibiwavyo wachawi wa nchi ile. Mpango wake ulipofuzu, Mahmud akaelekea kule pangoni alimofungwa yule msichana. Akawaeleza walinzi wa lile pango kisa chake chote toka awali
mpaka akhiri, hata akafika katika nchi yao. Akawahonga walinzi. Wale walinzi wakamtoa yule msichana, wakamkabidhi Mahmud, lakini wakamwambia ahidi na ape kuwa ataihama ile nchi yao usiku ule ule, wasije wakaadhibiwa na sultani wao. Mahmud akaapa, akatoweka na mpenzi wake usiku ule ule, asirudi tena. Waziri mkuu aliposikia kisa hiki akasema, "Oh Saidi yangu, Doban mganga amenifanya nini mimi hata nimtakie mabaya? Mimi nakushauri tu kwa sababu ya upendo wangu kwako na kwa dola yako tukufu. Kwani jambo linalohusu ukweli wa maisha ya mfalme ni afadhali asiye na hatia aadhibiwe kuliko kumwokoa na kumwachia huru mwovu mwenye hatia. Na hili ni jambo la hakika, kwani Doban mganga kweli anadhamiria kukuangamiza. Kama huamini ni yasemayo, niko tayari kuudhihirishia utukufu wako ukweli wa jambo hili. Ikiwa nimekosea, na stahili adhabu kali kama alivyoadhibiwa waziri mkuu mmoja." Mfalme Yunani aliposikia kuna waziri mkuu aliadhibiwa, akauliza, "Waziri huyu alifanya nini hata akastahili kuadhibiwa?" "Kwa utukufu wako," akasema yule waziri mkuu. "Kama utanifanyia heshima ya kunisikiliza, nitakuhadithia." Ndipo akasimulia. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alf Lela u Lela. Kisa cha waziri aliadhibiwa. Hapo kale, mfalme mtukufu, akaanza waziri mkuu, paliondokea sultani mmoja aliyekuwa na mtoto mmoja tu wa kiume aliyependa sana kuwinda. Kwa hiyo kila bin sultani huyo alipokwenda kuwinda, na ilikuwa ni mara kwa mara, sultani alimwamuru waziri wake mkuu andamane naye mawindoni ili bin sultani asipotee. Hata siku hiyo, wakati yule kijana alipokwenda kuwinda, kwa mbali waziri alimwona mnyama mmoja, akamwambia bin sultani amfuate. Bin sultani bila kukawia akamtimua farasi wake, akamwandama yule mnyama bila kumfikia. Mwisho akapotea, asijue alikotoka wala alikomwacha waziri mkuu. Alipokuwa akitafuta njia yake, mara bin sultani akamwona msichana mmoja mzuri ajabu amekaa kwenye jabali kando ya njia. Uso wake umejaa huzuni. Bin sultani akavuta hatamu, akamsimamisha farasi wake, akamuuliza yule msichana alikotoka na anakokwenda, na kilichomweka pale upwekeni, na kama anahitaji msaada wowote. "Mimi ni binti wa mfalme wa bara Hindi, niliyekuwa nikisafiri na msafara mmoja," akajibu yule msichana. "Wakati nilipokuwa juu ya farasi wangu, nikashikwa na usingizi, nikaanguka. Farasi wangu akanikimbia, na sasa sijui nitokako wala niendako." Bin sultani aliposikia maneno yale, akamwonea huruma, akamtaka yule msichana apande farasi wake nyuma yake. Mpaka walipofika kwenye magofu fulani yaliyokuwa njiani, yule msichana akamwambia bin sultani, "Tafadhali simama, nisubiri hapa kidogo, nataka kwenda haja." Msichana akashuka, akatoweka kwenye lile gofu. Baada ya muda, bila kurejea, bin sultani akaingiwa na wasiwasi. Akaona ni heri akamtafute. Alipokaribia lile gofu, akamsikia yule msichana ambaye kumbe alikuwa ni Zimwi, akisema mle ndani, "Furahini wanangu, furahini wanangu, leo nimewaletea kijana mmoja mnono." "Mama, tuletee upesi," sauti zikajibu mule ndani, "kwani tuna njaa sana." Bin sultani kusikia maneno yale, akastaajabu sana, akajiona yumo katika hatari kubwa. Akatambua kuwa yule msichana hakuwa binti wa mfalme wa bara Hindi kama alivyodai, bali ni Zimwi aliyekuwa na tabia ya kukaa pale ukiwani akiwavizia wapita njia,
ambao baada ya kuamini hila zake akawaangamiza. Basi bila kukawia, bin Sultani akarukia farasi wake akatimua mbio. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela u Lela. Yule zimwi alipomwona yule kijana akitoweka vile, akamwita, "Rudi, rudi, mbona waniacha hapa ukiwani peke yangu?" "Ni kosa kubwa nililolifanya," akajibu bin Sultani, "kwa kukukirimu mwovu mkubwa kama wewe." Zimwi likamwambia, "Kama kweli wewe ni mwanamfalme kama usemavyo, mbona waogopa hivyo?" Bin Sultani akayainua macho yake mbinguni akaomba, "Ya Rabbi, nikinge na adui zangu, wewe ndiye mwenye nguvu, mwenye uwezo na mwenye rehema." Basi bin Sultani akaendelea kutimua shoti farasi wake mpaka akatoweka msituni. Baada ya kuhangaika sana na kuzunguka kutwa mwituni, mwisho akaiona njia akarejea kwao salama salmini. Baba yake aliposikia aliyompata mwanawe na jinsi waziri mkuu alivyomwacha mwanawe mwituni peke yake, hata akapotea, akanusurika na yule zimwi, akamwita waziri mkuu. Alipofika akamhukumu kifo kwa sababu ya kuhatarisha maisha ya mwanawe. Baada ya kumaliza kisa hiki, yule waziri mkuu mwovu akamwambia mfalme Yunani, "Saidi yangu, toka Doban mganga alipowasili hapa, umekuwa ukimtunukia mali na hali njema, lakini ujue kuwa yeye ni jasusi mkubwa aliyetoka mbali kuja hapa kwa hila na kwa madhumuni ya kukudhuru. Je, twajuaje kama hataweza kukudhuru upesi kama alivyokutibu?" Mfalme baada ya kusikia hayo na kufikiri kidogo, akaingiwa na wasiwasi. Akafanya kihoro, akadhoofika. Hakuiona ile nia mbaya ya waziri wake, bali akasema, "Uyasemayo ni kweli kabisa. Kama ameweza kunitibu upesi hivyo, kitu gani kinachoweza kumzuia asinidhuru? Sasa unanishauri nini waziri wangu? Jihadhari kabla hatari. Mtume mtu akaletwe, mara tu atakapofika akatwe kichwa, tupate kuepukana naye kabisa." Mfalme akakubaliana naye akasema, "Kweli, nadhani hiyo ndiyo itakuwa njia bora ya kujihadhari naye." Mfalme akamwamuru mmoja wa mawaziri wake aende upesi akamlete Doban mganga. Doban mganga alifika mara moja, huku amejaa furaha, akidhani labda atatunukiwa tena zawadi, kwani kila alipoitwa na mfalme Yunani alitunukiwa zawadi. Alipowasili, mfalme Yunani akamwambia, "Doban mganga, unajua nilokuitia?" "La, saidi yangu, nimekuita nikuue." Ama kusema kweli, mastaajabu ya Doban mganga kusikia maneno hayo yakawa ni makubwa, hayana kifani wala hayasikiki. "Kwa utukufu wako, mfalme mtukufu, ni kosa gani nilolifanya hata nikastahili kifo?" Akauliza Doban mganga. "Nimesikia umpelelezi, tena umekuja kunidhuru, lakini mimi nitakuua wewe kabla hujaniua mimi." Baada ya kutamka maneno hayo, mfalme akamwamrisha muuaji wake aliyekuwa karibu amkate kichwa mara moja. "Mkate kichwa mara moja, uniondolee nduli huyu mbaya." La haula! Kusikia amri hii ya kikatili, Doban mganga akajitupa miguuni mwa mfalme akasihi, "Ewe saidi yangu, hakuna mwenye uwezo isipokuwa Manani tu. Nimeyatenda mema na sasa nalipwa mabaya." Baada ya Doban mganga kutamka hayo, mfalme akapandisha hasira, akaamuru tena, "Mkate kichwa."
Doban mganga akazidi kusihi, Saidi yangu, niachie maisha yangu na yako yataachiwa. Ukiniua Mwenyezi Mungu atakuadhibu. Endelea kusikiliza Alfu Lela. Kufika hapa mvuvi akanyamaza kidogo ili yale aliyomhadithia yule jini yapate kumtua kichwani. Halafu akaendelea, waona yaliyotokea baada ya mfalme Yunani na Doban mganga? Ni sawa kabisa na yale yaliyotokea baina yetu. Mvuvi akaendelea, basi yule mfalme ikawa hana huruma na Doban mganga, akamwambia, ni lazima nikuue, kwani hivyo ulivyoniponesha upesi ndivyo uwezavyo kunidhuru pia. Hayo ndiyo unayonilipa kwa wema niliyokutendea? Akauliza tena Doban mganga. Wote waliokuwa pale majilisini wakamsikitikia sana Doban mganga, wakamuombea asiwawe. Lakini maombi yao hayakupenya katika kichwa kigumu cha mfalme Yunani. Alipoona hana njia nyingine yoyote ya kuokoka, Doban mganga akamwomba mfalme Yunani, huku bado yupo miguuni mwake, na kusihi, Saidi yangu, niachie niende kwangu kwanza nikatengeneze mambo yangu yote, nikawahusie jirani zangu jinsi watakavyonizika, nikatoe sadaka kwa maskini, nikawagaie wanangu na mke wangu mali yangu, nikavigawe vitabu vyangu kwa waganga wenzangu na kwa alimu wa mji watakaoweza kuvitumia vyema. Hasa kimoja ninachopenda kukupa wewe, kwani kitabu hicho ni cha thamani kubwa sana, kistahilicho kuwa katika hazina yako. Mfalme aliposikia maneno hayo akasema, hicho ni kitabu cha namna gani? Kitabu hicho, akajibu Doban mganga, kina siri nyingi. Ya kwanza, mara tu utakaponikata kichwa nitafumbua macho, na kama fahari yako itafurahi kufunua kurasa chache na kusoma kitabu wakati huo, kichwa changu kitajibu maswali yako yote utakayoyauliza. Kusikia maneno yale, mfalme akastaajabu sana, akaingiwa na hamu kubwa ya kutaka kuona kama kweli jambo hilo la ajabu kama anavyodai Doban mganga litaweza kutokea. Basi akamwacha aende kwake, lakini aliamuru asindikizwe na askari mlinzi asije akatoweka. Siku ya pili baada ya kumaliza shughuli zake zote kama alivyoahidi, Doban mganga akarejea mwenyewe kwa mfalme Yunani, huku amekikumbatia kitabu kimoja kikuukuu na amechukua kijaluba kidogo kilichokuwa na namna ya poda. Kaumu ya watu ilikuwa imeshajikusanya pale kuja kushuhudia kifo cha Doban mganga, hasa baada ya kusikia kuwa kutatokea vitendo vya ajabu alivyovisema vingetokea. Doban mganga akaenda mpaka mbele ya kiti cha enzi, akachukua bakuli, akakitandika kile kitambaa cheupe kilichokuwa katika mfuko wa kile kitabu, akakimwagia poda iliyokuwa katika kile kijaluba. Halafu akamwambia mfalme, Saidi yangu, kichwa changu kitakapokatwa kiwekwe katika bakuli hili juu ya kitambaa hiki cha mfuko wa kitabu ili kisitoke damu. Kisha chukua kitabu hiki ukifunue, ukisome mpaka ukurasa wa 6. Hapo kichwa changu kitayajibu maswali yako yote ambayo utayauliza. Lakini Saidi yangu, kwa mara ya mwisho na kusihi unihurumie, kwani sikukukosea wala sina ubaya wote nawe. Lakini mfalme, ambaye sasa alikuwa ameingiwa na hamu kubwa ya kutaka kuona muujiza utakaotokea, akamjibu, dua zako na maombolezo yako hayatakusaidia kitu. Kufa utakufa, ili nipate kuona vioja hivyo ulivyovisema vitatokea. Msikilizaji, usikose kufuatilia kisa hichi katika sehemu itakayofuata ya Alfu Lela u Lela. Ulikuwa nami msimulizi wako Fatia Abeid.